unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, sema unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. Bwana Yesu, ninakushukuru, ninakuinua kwa upendo wako, kwa nguvu zako. Wewe ni mwema, unatuwazia mawazo mazuri kila wakati na kila saa. Tunauona mkono wako Bwana ukitutia nguvu, ukituwezesha. Hii ni siku mpya Bwana umeifanya. Roho Mtakatifu na ukaribisha, ukaendelee kutuhudumia Bwana, kama ambavyo umekuwa mwema kwetu siku zote. Hata sasa tunaamini wewe ni mwema. Karibisha Mfalme. Naomba Bwana, watumishi wako tuliofika mahali hapa Bwana, tukapokee kutoka kwako. Hii siku ni ya baraka, haijawahi tokea. Kwa kuwa Mungu ni siku mpya kwetu. Hakuna hata mmoja wetu ambaye aliwahi kuishi hii siku. Wote tumefika leo. Tunaiona ni siku njema, siku ya baraka mno. Tunakutukuza, tunakuinua katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Amen. Amen. Kama unaandika kichwa cha somo, andika mambo yanayokufanya uongezeke na kutunza thamani yako kwa Mungu. Mambo yanayokufanya uongezeke na kutunza thamani yako kwa Mungu. Ndio kichwa chetu cha somo siku ya leo. Na kwa neema ya Mungu nitafundisha hili somo mpaka pale ambapo Roho Mtakatifu ataona panafaa zaidi. Tuseme amina. Mambo yanayoweza kukufanya wewe uongezeke na kutunza thamani yako kwa Mungu. Labda nianze kwa kusema hivi: thamani ina tabia ya kupanda na kushuka. Thamani ina tabia ya kupanda na kushuka. Na hali hii inajitokeza katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo unao uwezo wa kuiongeza thamani yako au kutunza thamani yako, lakini pia bado unao uwezo wa kushusha thamani yako au kupoteza thamani yako. Na nimesema hivi, thamani ina tabia ya kupanda na kushuka. Sasa tunapojifunza juu ya mambo yanayoweza kuongeza thamani yako au kutunza thamani yako, jambo la kwanza ambalo tunakwenda kuliangalia linaloweza kuongeza thamani ya mtu au kutunza thamani ya mtu ni nguvu ya matarajio. Nguvu ya matarajio, the power of your expectation. Nguvu ya matarajio yako yanaweza kusababisha au inaweza kusababisha thamani yako ikapanda au ikashuka. Mtu yoyote ambaye anatarajia jambo fulani, huwa kuna moto fulani unawaka ndani yake na kuna maandalizi fulani anayafanya, na hayo maandalizi anayoyafanya ukichanganya na ule moto juu ya kila anachokitarajia, huwa kinasababisha thamani ya huyo mtu kupanda. Nguvu ya matarajio ni jambo la kwanza ambalo linaweza likasababisha wewe ukapanda, thamani yako ikapanda juu au ikaongezeka unapokuwa na jambo unalolitarajia. Bwana Yesu asifiwe.
Kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari wa 1 hadi wa 5. Maandiko yanasema, imba wewe uliyetasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele, wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Panua mahala pa hema yako, na wayatandaze mapazia ya maskani yako, usiwakataze. Ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako, kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na uzao wako watamiliki mataifa, wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Usiogope, maana hutatayarika, wala usifadhaike, maana hutaaibishwa, kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, pia mashutumu ya ujane wako hutayakumbuka tena, kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana wa majeshi ndiyo jina lake, na Mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Sasa nimesema hivi, nguvu ya matarajio inaweza ikasababisha thamani yako ikapanda juu. Mtu yoyote ambaye hana analolitarajia huwa anasahau kutia bidii, kwa sababu hana matarajio. Yoyote mwenye bidii ni kwamba kuna kitu anatarajia. Ukiona mtu anafanya kazi sana, ni kwa sababu kuna ujira anautarajia. Na kadiri unavyopambana ndivyo unavyoongeza thamani yako. Ukiacha kupambana, thamani yako inashuka. Na nimesema hivi, thamani ina tabia ya kupanda na kushuka. Anayeweza kuipandisha ni wewe, anayeweza kuishusha ni wewe vile vile. Sasa maandiko yanaeleza hapa, anatoa mfano wa huyo mtu aliyetasa, na kuna vitu anaanza kutazamishwa atoke kwenye ule mtazamo aliyokuwa nao mwanzoni, aje kwenye mtazamo wa pili. Anaambiwa aache kulia, ila aimbe tena, apaze sauti yake juu, apige kelele. Kwa nini? Anasema hivi, kwa maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa. Maana yake aanze kujiona kama mtu mwenye watoto wengi, asijione kama mtu asiyekuwa na watoto. Matarajio. Maandiko yanasema kwa kuwa na matarajio hayo, Biblia inasema kuna mambo anapaswa ayafanye. Anasema panua mahala pa hema yako. Enlarge the place of your territory. Enlarge the place of your tent. Panua mipaka yako. Haleluya. Panua mipaka yako. Anasema ongeza urefu wa kamba zako. Vikaze vigingi vya hema yako. Nini kinatokea? Maana matarajio yako yamekuwa kwa kiwango cha juu.
Naomba unisikie vizuri. Mara zote matarajio ya mtu ndiyo yanayomtofautisha na mazingira aliyomo. Unaweza ukawa kwenye mazingira magumu, lakini ukawa na matarajio fulani. Katika mazingira hayo, wewe ukafanya mambo kulingana na matarajio yako, sio kulingana na mazingira uliyomo. Matarajio. Unachokitarajia kimebeba thamani yako. Unachokitarajia kimebeba thamani yako. Kama hauna unachokitarajia, maana yake hauwezi ukajishughulisha. Kuna watu wengi wanatembea kulingana na mazingira yaliyopo. Maana yake wao mazingira ndio yanaamua nini wakifanye. Lakini kuna watu hawatembei kwa kuangalia mazingira yaamue nini wakifanye. Kuna watu wanaamua nini wakifanye. Maana yake wanayo matarajio. Matarajio yako yatakutofautisha na watu wengine. Ngoja nikueleze kidogo nguvu ya matarajio. Mwanafunzi aliyoko shuleni ana matarajio ya kuwa daktari. Hawezi kukaa mkao na kukaa katika hali ambayo mwanafunzi mwingine ambaye hana matarajio ataendelea kukaa vile. Naomba nielewe. Wako kwenye darasa hili, wanashare mwalimu huyu, lakini kwa kuwa huyu ana matarajio, I want to be a doctor, mkao wake ni tofauti na huyu ambaye yumo darasani na hana matarajio ya aina yoyote. Kwa maana yake huyu atakuwa shuleni ili tu awe mtu mzima, akue, aongeze siku. Lakini kuna mtu anatarajia, yani yuko pale darasani, anaona anapasua matumbo ya watu, anaona anapasua ubongo, anaona anatoa, anawasaidia wamama wanaojifungua. Kwa hiyo ina maana anaweka bidii, na ile bidii ndiyo inayokuza thamani yake. Jamani, amina. Matarajio yamebeba thamani ya mtu. Jamani, mtu ambaye anajua ana safari kesho, anaenda Dar es Salaam, kuna mkao atakaa akijua ya kwamba kesho unasafiri. Utamwona yuko busy, anapaki nguo, yuko busy, anaweka mambo yake sawa, anahakikisha kila kitu cha muhimu amekitia kwenye begi lake. Mkao wake umekuwa tofauti. Anajiandaa hata kupumzika mapema, maana kesho anasafiri alfajiri. Lakini mtu ambaye hana matarajio ya safari, mkao wake ni shablabagla, kwa sababu hana mpango wa safari. Watu wengi tunatofautiana hapo kwenye matarajio. Matarajio sio ya kumwambia mtu. Matarajio ni kitu cha mtu binafsi. Jamani, matarajio ni kitu cha mtu binafsi. Huwezi ukaambukiza matarajio kwa mtu. Ni ngumu kumwambukiza mtu matarajio ya kwako. Tuseme amina kama tuko pamoja. Kwa hiyo nguvu ya matarajio inasababisha kitu kipya au kitu kikubwa kuzaliwa kwako, kwa sababu ya matarajio. Unasababisha kitu kipya
au kitu kikubwa kuzaliwa kwako. Nakumbuka, hakiwezi kuzaliwa kitu kipya kama hakuna uchungu. Hakiwezi kutokea kitu kipya kama hakuna gharama. Kuna gharama lazima utaingia, kwa sababu una matarajio. Ngoja nikwambie, thamani ya ibada ni matarajio ya ibada. I say, mtu aliyetoka nyumbani kwake anatarajia kukutana na Mungu katika ibada. Hawezi kuabudu kawaida, hawezi kusifu kawaida, hawezi kuomba kawaida, kwa sababu thamani ya ibada ni matarajio ya ibada. Nguvu ya matarajio inapandisha thamani. Huwa kuna mlipuko mkubwa unaotokea kwa mtu mwenye matarajio. Na kuna nguvu ambayo inatengenezwa ndani ya yule mtu, kwa sababu huyu mtu ametarajia kitu. Jamani, kilichomsababisha yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 afike kwa Yesu akakutana na muujiza wake tit for tat, sio kwamba alikuwa mrembo sana. Yule mama aliyajenga matarajio akiwa nyumbani. Kwa utakuja kushangaa, kwa sababu ya matarajio, hatua alizozichukua au njia alizozitumia sio njia ambazo zilitumiwa na makutano. Yeye alitumia njia tofauti, na ile njia ilikuwa ngumu kwa sababu yeye alikuwa na matarajio. Unapokuwa na matarajio, au utatembea kwenye umati, utatembea kwenye njia ya matarajio yako. Yaani kuna watu watafikiri uko pamoja nao, kumbe hauko pamoja nao, kwa sababu wewe kuna kitu unakitarajia. Nielewe. Unaweza ukakaa Kahama, watu wa Kahama wakajua wewe ni wa Kahama kama wao. Utazikwa Kahama, utaishia Kahama, hautaenda popote. Kumbe matarajio yako, wewe sio mtu wa Kahama. Kwa hiyo unakaa na watu wa Kahama, lakini wewe unatarajia kwenda kwenye viwango vingine, lakini wao hawajui. Na kwa sababu hiyo utajikuta unafanya vitu ambavyo wakati mwingine hawavielewi, havifanywi na watu wa Kahama. Unaanza kufanya vitu vinavyofanywa na watu wa Dar es Salaam, unafanya vitu vinavyofanywa na watu wa Ulaya. Lakini unakaa wapi? Shida nini? Matarajio yako sio ya Kahama. Umevuka viwango vya Kahama, umeanza kutarajia kuona ulimwengu, unaufikia ulimwengu, umeanza kutarajia vitu vikubwa. Kwa hiyo utaenda tofauti na watu wa Kahama waliokuzunguka. Narudia tena, kinachomtofautisha mtu na kundi la watu ni nini anatarajia, na kile unachokitarajia kina gharama yake. Nimesema hivi, ili kitu kipya kizaliwe ndani yako, usikwepe uchungu. Ukubwa wa kile kinachozaliwa ni sawasawa na uchungu utakaopitia. Sema hivi, kama unachokizaa ni kikubwa, lazima uchungu pia uwe mkubwa. Usipunguze viwango vya uchungu.
kwa sababu unachokizaa ni kikubwa. Na watu wengi wanataka kuzaa bila uchungu. Hakuna namna utazaa kitu kikubwa, tena kikubwa kwa viwango vikubwa, vile unavyoviona vikubwa kwa ukubwa ule wa juu. Na kiwango cha uchungu kitakuwa kikubwa kama hicho. Nasema amina, haleluya. Nasema amina, haleluya. Watu wa Mungu, ili tuongeze thamani yetu kwa Mungu, lazima matarajio yetu yawe makubwa. Lazima tuwe na matarajio. Imba kama mtu mwenye matarajio. Hubiri kama mtu mwenye matarajio. Omba kama mtu mwenye matarajio. Sifu kama mtu mwenye matarajio. Toa kama mtu mwenye matarajio. Fanya kwa viwango vya matarajio yako. Make it in the level of your expectation. Unatarajia nini? Na yale matarajio yako yaamue kwa kiwango gani ufanye. Kuna mtu ataraji chochote, huwezi ukalingana naye. Lakini kuna mtu anatarajia kwa kiwango fulani. Na maana Biblia inasema ongeza urefu wa kamba yako. Panua mahala pa hema yako. Nini? Maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yule aliyeolewa. Mungu anabadilisha mtazamo wako. Usijiangalie hapa. Wacha nguvu ya matarajio ndio ikusukume kufanya vitu. Naongea fumbo fulani. Sema hivi, wacha nguvu ya matarajio yako ikusukume kufanya kitu. Na watu wengi tunapenda nguvu ya mazingira itusaidie kufanya kitu. No, toka kwenye mazingira, nenda kwenye matarajio yako. Fanya kwa kadiri ya vile unavyotarajia. Come on. Mazingira yanaweza yasiwe rafiki na matarajio yako. Watu waliokuzunguka wanaweza wasiwe rafiki na matarajio yako. Hali ya uchumi inaweza isiwe rafiki na matarajio yako. Nasema hivi, fanya kulingana na nguvu ya matarajio yako. Kwa sababu thamani yako haipandishwi na mazingira ya nje. Thamani yangu haipandishwi na mazingira ya nje. Thamani yangu inapandishwa na matarajio yangu. Yesu alisema hivi, sitatulia mpaka niwavute wote waje kwangu. Kwa hiyo alikuwa na matarajio. Anasema mpaka nitakapowatia adui zangu chini ya miguu yangu. Yesu alisema msalabani nitaenda, lakini nitahakikisha ninawatia kwenye miguu yangu. Watanichoma mikuki, watanitemea mate sawa, lakini lazima niwaweke chini ya nyayo zangu. Sasa ngoja nikwambie kitu. Kati ya watu waliofanya huduma kwenye mazingira magumu, ila walisukumwa na nguvu ya matarajio ni Yesu. Yesu alipokuwa anahubiri hakupata wanaompigia makofi kama ambavyo sasa hivi mimi napigiwa makofi. Hakupata. Yeye alipokuwa anamaliza injili wanakaa baraza pembeni. Anakufuru huyu. Tumfanye nini? Yaani sisi tukimaliza tunapeana mikono, mtumishi ubarikiwe, Bwana akutie nguvu. Yesu hakupata huo muda. Jamaa kama angekuwa anafanya huduma kusikia kule majority wanasemaje, Yesu angeacha akarudi zake mbinguni. Jamaa alifanya huduma kwenye mazingira magumu.
akimaliza tu kuhubiri kikao, ametudhi yake, ametuambia tumle yeye. Ni mtu gani huyu? Eti anajiita Mungu. Yaani hakuna mahala mtu anatoka na burungutu la hela au kilo ya nyama anasema mtumishi wa Bwana ubarikiwe, yaani umeitwa na Bwana. Hakuna. Kuna wakati Yesu aliomba, anajikuta anaomba mwenyewe. Yaani hata wanafunzi alioenda nao at least asikie kidogo kampani kajoto, nao hawawezi kuomba, wamelala. Lakini Yesu hakuacha kuomba. Ni kama naongea na mtu. Nguvu ya matarajio. Matarajio ya mtu yanaongeza thamani ya mtu. Matarajio, your expectation. Thamani yako inaongezwa na matarajio yako. Jamani, unaweza ukamuona mtu anafanya huduma, yaani ukajua kabisa yeye yuko kwenye mazingira mazuri kabisa, yaani hana shida yoyote, lakini umewaza vibaya, huyu jamaa anafanya hivi kwa sababu ya kile anachokitarajia. Lakini ungesema kwamba mkae kikao, mwanze kuongea matatizo, alikuwa hawezi kufanya hata hiyo huduma. Na ndio maana usikubali umtumikie Mungu kulingana na mazingira ya nje. Mtumikie Mungu kulingana na mazingira ya ndani. Naongea na vijana ambao kesho ni wachungaji, wainjilisti, wa wachungaji. Matarajio yako ndio yanaongeza thamani yako kwa Mungu. Narudia hiki Kiswahili. Hakuna mjomba atakuongezea thamani, hakuna shangazi atakuongezea thamani, hakuna binamu atakuongezea thamani, hakuna mume atakuongezea thamani, hakuna mke atakuongezea thamani, hakuna mchungaji atakuongezea thamani, hakuna nabii atakuongezea thamani, hakuna mtume atakuongezea thamani. Thamani yako jiongezee mwenyewe. Maana yake kama hauwezi kuiona thamani yako, hakuna atakayeiona thamani yako. Wakati mwingine Roho Bwana anakuambia ufanye vitu, na vile vitu ambavyo amekwambia kuvifanya vinaonekana havina maana kwa watu. Hicho ambacho hakina maana kwa watu haina maana ya kwamba hakina maana kwa Mungu. Mheshimu yule aliyekwambia. Wanasifiwe. Wanasifiwe. Kuna nyimbo zingine zinaimbwa gerezani. Waulize Paulo na Sila. Pale hakuna drums wala kinanda, lakini majamaa yakajiongezea thamani. Na kuambia hivi, wakati wanaimba, maandiko yanasema hivi, wakati wanaomba na kuimba, wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Maana yake walikuwa hawajali, maana yake hawakuungana nao. Lakini hiyo haikustopisha Paulo na Sila kuimba. Kuna mtu anaanza kuelewa kitu hapa. I say, maandiko yanasema wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Maana yake walikuwa hawaimbi, walikuwa hawaombi, walikuwa wamekodoa. Sikia nikuulize swali, haikuzuia uwepo wa Mungu kushuka. Thamani yako jiongezee mwenyewe. Wingu lilishuka, japokuwa wengine walikuwa hawaitikii, lakini Bwana alimtuma malaika. Na malaika alipokuja, sikia nikueleze, minyororo iliyofunguliwa ilikuwa ni ya Paulo na Sila, waliokuwa wanasifu na kuomba. Hao ndio minyororo ifanyeje? Ifunguliwa. Wengine wakapata bonus, maana na geti likafunguka. Mkuu wa gereza anashangaa, anakuta peupe, mlango mweupe. Akaanza kufikiri yawezekana wafungwa wote wamefanyaje. Ndiko asema akafuta upanga wake ajimalize. Paulo akamwambia, sikiliza, hakuna aliyetoroka, tuko wote humu ndani. Wakati wanaimba na kuomba,
hakuna mtu alikuwa anawasaidia kupiga makofi wala kuitikia. Lakini walipokuwa wanaimba, walikuwa wanaendeshwa na nguvu ya matarajio. Matarajio. Nataka niwatie moyo watumishi wa Mungu. Kuna wakati utaingia kwenye utumishi na kumtumikia Mungu kama kijana, unasikia moto ndani wa Roho Mtakatifu. Na yale mazingira ambayo sasa unaingizwa kwenye utumishi, mazingira yale sio rafiki. Kila mmoja anakuona hauna kitu. Usije ukajiona hauna kitu kwa sababu kuna watu wamesema hauna kitu. Jione una kitu kwa sababu Bwana amesema una kitu ndani yako. Muda huo ni muda wa kutembea na kusukumwa na ile nguvu ya matarajio aliyomo ndani yako. Ile nguvu ndio inatosha kukuweka barabarani uendelee na kazi ya Mungu. Ngoja nikwambie, mtu akishakosa matarajio anakuwa ni mtu wa kukaa na kuangalia na kupoteza muda. Haiwezekani mtu mwenye matarajio akapoteza muda. Mtu mwenye matarajio yuko busy juu ya kile anachokitarajia. Yuko busy. Utashangaa yuko sokoni anapiga kelele. Utashangaa yuko kwenye vibanda anapiga kelele. Utashangaa yuko mitandaoni anapiga kelele. Utashangaa yuko wapi anapiga kelele, kwa sababu ana matarajio. Na wakati huo ulimwengu unamuona kama mtu wa ajabu hivi, lakini hawajui ya kwamba ndani yake hasukumi na mazingira, anasukumwa na matarajio. Kuna uwezo wa Bwana ndani yake. Anayaona mambo kwa mbali. Kwa hiyo anaanza kuyaendea. Anaanza kuyaendea. Maandiko yanasema utukufu hata nini? Hata utukufu. Vijana tunahitaji kupindua ulimwengu. Lazima tusukumwe na matarajio ya ndani. Matarajio yako. Kile unachokitarajia kimebeba thamani yako. Na siku zote mtu huwa anajiandaa kulingana na kile anachokitarajia. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya matarajio. Na nimesema hivi, mara zote unapotegemea kitu kikubwa, tegemea pia na maumivu ya kiwango cha juu. Haijaanza kwako. Yesu aliomba ikiwezekana kikombe kifanyeje? Kulingana na matarajio yake. Kwa sababu unatarajia vitu vikubwa, alafu unataka maumivu kidogo. Kuna maumivu mengine utayapitia ambayo mjomba wako hajawahi pitia, mchungaji wako hajawahi pitia, mtume hajawahi pitia, nabii wako hajawahi pitia. Ni ya kwako wewe kama wewe, kulingana na matarajio yako. Shanga mwingine anaanza tu anapenya huyo, lakini wewe hakuna. Kulingana na matarajio yako, kuna kona lazima upitishwe. Ujue na chemba hii ikoje. Mwingine hajawahi ingia pale, ila wewe utaingizwa na huku. Utatoka huku unafikiri yameisha, Mungu anakuingiza na huku. Unafikiri sasa hapa ni kutulia, sasa nikapumzike. Anakwambia bado, sogea na huku. Kulingana na matarajio yako. Haleluya. Ndio ni jambo la kwanza. Jambo la pili, jambo lingine ambalo linaongeza thamani yako mbele za Mungu na kutunza thamani yako, ongeza thamani yako kwa maombi. Maombi. Maombi yanaweza kusababisha thamani yako kupanda mbele za Mungu. Maombi yanaongeza thamani yako mbele za Mungu na kukufanya uwe karibu na Mungu. Warumi 12 mstari wa kwanza hadi wa pili.
Huyu ni Paulo anazungumza. Nasema basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Nasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Sasa hapa nimesema maombi yanaongeza thamani ya mtu na kutunza thamani ya mtu mbele za Mungu. Maombi ni sehemu ya kujitoa au kuutoa mwili wako kama dhabihu mbele za Mungu. Paulo alipokuwa anazungumza kwa habari ya kuutoa mwili wako kuwa sadaka mbele za Mungu, ni pamoja na maombi. Kwa sababu unapoomba unalenga kuongeza thamani yako, lakini pia unalenga kutunza thamani yako. Maana maombi yanakufanya ukae karibu na Mungu. Maombi. Lakini maombi yanakupa ule uwezo wa kustahimili changamoto. Mtu anayeomba maana yake anajiimarisha yeye binafsi kwa Mungu. Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Maana iwe sadaka iliyo hai. Ukiangalia dhabihu zote zilikuwa zinateketezwa. Maana mwili wako unautoa. Wakati mwingine unajinyima kula chakula, shinda njaa, unaomba. Na katika hali ya nje ni kama vile hakuna unachokifanya, lakini katika hali ya ndani unatunza thamani yako kwa Mungu, lakini pia unaongeza thamani yako kwa Mungu. Tuseme amina kama tuko pamoja. Kwa hiyo maombi yanakufanya uyatambue mapenzi ya Mungu katika ukamilifu wake na kuijua nia ya Mungu. Maombi yanakukumbusha mapenzi ya Mungu ulioitiwa na kujua mawazo ya Mungu au nia ya Mungu. Unaweza ukatoka kwenye nia ya Mungu bila kujua, na unaweza ukatoka kwenye mapenzi ya Mungu bila kujua. Lakini tunapoomba huwa tunaomba ili tupate kujua mapenzi ya Mungu ni yapi. Sisi wahubiri kabla ya kuhubiri tunaomba ili tupate kujua kule tunakokwenda kuhubiri ni ujumbe upi Bwana anataka ukanenwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunataka kujua mapenzi ya Mungu. Kabla tujaondoka kwenda mtaa fulani, huwa tunaomba, tunauliza Bwana ni wapi unataka niende. Kwa hiyo maombi yanakufanya wewe ujue nia ya Mungu na mapenzi ya Mungu. Wakati mwingine hatupaswi tu kwenda sehemu yoyote kwa sababu tumealikwa. Tunapata mwaliko, jambo la kwanza. Jambo la pili, tunamuuliza Mungu ni mapenzi yake kwenda kule. Kwa sababu hatuendi tu kwa sababu nimealikwa. No, tunaenda kule kwa sababu Bwana ametoa kibali kwamba uende au usiende. Jamani, amina. Sasa maombi yanatufanya tujatambue mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo unapoomba, Roho Mtakatifu anapata nafasi ya kusema na wewe.
Unapoomba, Roho Mtakatifu anapata nafasi ya kusema na wewe. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2. Nasema basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Sauli na Barnaba kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Hili ni kanisa la kwanza, Matendo ya Mitume. Walipokuwa wakiomba, maombi ya kufunga na kuomba hatujaanza sisi. Maombi ya kufunga na kuomba aliomba Bwana Yesu. Maombi ya kufunga na kuomba walifanya wanafunzi wa Yesu. Waliomba, walifunga, wakaomba. Unaweza ukatoka kwenye kusudi la Mungu kwa sababu uombi. Unaweza ukashindwa. Naweza nikashindwa kujua nia ya Mungu kwa sababu siombi. Kwa hiyo unaanza kubatisha, labda nifanye hivi, labda nifanye hivi, labda nifanye hivi, labda nifanye hivi. Na ndio maana ukuta watu wanakimbilia kule ambako wanaona watu wanapenda zaidi. Mtu anaenda kule, anaona afanye hiki kwa sababu hiki bwana watu wote wanaelewa bwana hapa. Anaenda kule kwa sababu mtu ametoka kwenye kujua nia ya Mungu. Jamani, mimi nafundisha vitu vinavyoongeza thamani ya mtu mbele za Mungu na kutunza ile thamani. Maombi. Usigairi maombi ya kufunga na kuomba, tukitaka tutembee kwenye kusudi la Mungu. Kwa sababu kuna wakati utafanya kusudi la Mungu halitakubalika mbele za watu, lakini kusudi la Mungu. Nasema hivi, kuna wakati utatembea kwenye kusudi la Mungu, hautapigiwa makofi, hautashangiliwa. Sasa kama nimebezi, ninaangalia ni kipi nimekifanya watu wanashangilia, ni kipi nimekifanya watu wanakipenda zaidi, maana yake nitaanza kufanya vitu vya kuwapendezesha watu, nitatoka kwenye kusudi la Mungu. How do we know the will of God? Ni pale tunapoomba. We need to pray. Tunahitaji tuombe ili tujue mapenzi ya Mungu. Huwezi ukajua mapenzi ya Mungu kwa mwili na nyama. Haiwezekani. Damu na nyama haviwezi kufunua hayo mafunuo. Pale tunapoomba, Roho Mtakatifu anafunua. Roho Mtakatifu anafunua. Sikia habari ya mtumishi mmoja wa Mungu, mhubiri mkuu wa kimataifa. Nasema mara ya kwanza kuna wamisionari wamemtembelea. Walipomtembelea pale, na yeye pia alikuwa misionari, akawa ameandaa injili, mkutano. Alipomwandalia yule jamaa, siku ya kwanza jamaa akahubiri, siku ya pili, siku ile ya tatu, na aliwaambia watu siku hiyo waletwe wagonjwa, ndio siku ya kuwaombea. Mapema sana yule ndugu akaja akamwaga, akamwambia, unajua nini, mimi ninahubiri, funga mkutano, mimi ninaondoka. Nasema unaondokeje wakati ulikuwa umewaambia kwamba leo ndio utawaombea? Alikuwa Reinhard Bonnke. Ngapo umesha kusikiza huo ushuhuda? Unaondokeje hujawaombea hawa watu? Na tuliwatangazia kwamba leo ndio siku watakayoombewa. Jamaa akasisitiza naondoka. Akafikira Natania. Jamaa likaondoka. Lilipoondoka, Bonnke alichukia. Akaanza kuwaza, nitawaambieje hawa watu? Akaingia kwenye maombi, akaomba, akamwambia Mungu, na mimi ni mtumishi wako. Akiwa kwenye yale maombi,
baada ya kuwa ameshawatuliza wachungaji na viongozi wengine, Roho wa Bwana akamwambia, wewe utahubiri na utaombea wagonjwa, alafu mimi nitatenda miujiza. Sema Bonke akaingia kwenye stage. Alitaka kuyajua mapenzi ya Mungu. Baada ya kuomba akasikia kwamba haiwezekani kuahirisha, kahubiri mwenyewe. Jamaa akaingia kuhubiri. Kumbe mapenzi ya Mungu ni kwamba huyu jamaa mgeni aondoke ili Bonke ahubiri, na uwe ndo mwanzo wake wa kuanza kufanya mikutano. Kuna watu lazima waondoke ili nafasi yako ikalie. Kuna watu lazima waachie ili Bwana akutumie. Using'ang'anie kutembea nao. Wengine Bwana atawaondoa kwako ili wewe utembee vizuri, aanze kukutumia. Jamani, amina. Kuna wakati mwingine unaona kama vile mambo yanaenda kuharibika. Nasema kumbe mapenzi ya Mungu ndio mambo yanaenda kukaa kwenye barabara. Jamani, amina. Jamani, amina. Yaani kuna wakati unaona kama vile unadidimia, unabaki peke yako, kama vile hakuna mtu anayekusogelea. Huo wakati Bwana anataka sasa wale wote waliokusogelea wakae pembeni, anataka yeye ndo akae karibu yako. Kwa sababu anao mpango, au wakiendelea kukaa pembeni yako watakuchanganya sauti, hautaelewa sauti ya Mungu ni ipi hapa. Bwana anawatoa wakae mbali na wewe ili akikusemesha uwahi kumuelewa na kumsikia. Jamani, amina. Mtumishi wa Mungu anasema alipanda kwenye stage akahubiri, akawaita wagonjwa. Sema nguvu ya Mungu ilishuka. Anashangaa ghafla yule mfasiri wake chini, uwepo umeshuka. Kwa mtu aliyekuwa mwandaaji, uwepo umeshuka, yani kuliko yule aliyekuwa ameandaliwa. Hujanielewa? Unaweza ukawa mtu wa kawaida, unatoka kwenye kuandaa, alafu ghafla unaenda kwenye kuandaliwa siku hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mwanzo wa huduma ya Bonke kuanza kutembea. Akajijua ndani, kumbe nimepewa kitu. Kwa nasema hivi, maombi ya kufunga na kuomba yanaongeza thamani ya mtu na anatunza thamani ya mtu. Kuna wakati utafunga na kuomba hauoni matokeo ya kimwili, usikariri. Kuna wakati mwingine maombi yako ni special kwa ajili ya mambo ya baadaye. Na ndio maana unapoomba usikate tamaa kwamba nimeomba sana hakuna kilichotokea. Sikia, unaweza ukaomba kumbe unachokiombea sio cha leo, unaombea kitu cha miaka 10 ijayo. Jamani, amina. Maombi ya kufunga na kuomba yanasababisha thamani yako kuongezeka. Wote walioomba thamani yao ilipanda. Huwezi ukapoteza thamani yako unapokaa mbele za Mungu kuomba. Mtu mmoja ampigie Yesu makofi. Nasema mtu mmoja ampigie Yesu makofi. Kongamano hili kabla halijafika tuliliombea. Wachungaji wa mama wachungaji wa shirika tuliomba. Na ngoja nikwambie, kuna package yetu kubwa katika ulimwengu wa roho kupitia kongamano hili.
Kwa sababu gharama tuliyoitumia kiroho ni sawasawa na uthamani wa kile ambacho Bwana anakwenda kukifanya katika maisha yetu. Thamani ya kitu huwa ni gharama. Usikiangalie kitu chenyewe, angalia gharama. Watu tunakimbilia kwenye kitu, angalia gharama. Gharama unayoilipa ni sawasawa na kitu unachokitaka. Jambo jingine hapo, maombi yanakufanya ubakie kwenye kusudi la Mungu siku zote za maisha yako, hata kama mema au changamoto zitatokea. Omba ubakie kwenye kusudi la Mungu bila kujali mazingira ya pande mbili. Kuna mazingira ya aina mbili tu duniani. Kuna mambo mazuri kuanza kutokea na kuna mambo mabaya kutokea. Sasa tunawezaje kubakia kwenye thamani yetu mbele za Mungu pindi mabaya yanapotokea au mema yanapotokea? Watu wanafikiri kwamba eti mabaya tu ndio huwa yanaweza kumtoa mtu kwenye kusudi la Mungu. Hata na mema yanaweza yakamtoa mtu kwenye kusudi la Mungu. Mema kabisa. Sio kwamba ametenda dhambi, no, mema, baraka zimekuja. Mtu anatoka kwenye track. Bwana Yesu asifiwe. Yuko mtumishi mmoja rafiki yangu, kwa na kanisa, amechunga kanisa, anaona hamna kitu pale. Sasa sadaka na zenyewe zinapelea pelea. Sema na mimi ninayo maisha bwana. I'm also have a family. Na mimi pia nina familia. Fanyeje bwana? Akasikia pameila sehemu fulani. Nilishangaa, jamaa anafunga kanisa, akamkabidhi mama. Alafu yeye akasema ngoja niende na kule pia nitatumika. Alipofika kule, hela zikawa hela. Ashangaa kibanda kinafumuliwa cha kanisa. Kanisa linaezuliwa na yeye anahama. Huyo akaenda huko. Mema yanapotokea uwe makini, niwe makini. Na mabaya yanapotokea uwe makini, niwe makini. Lakini kwa mtu anayeomba, maombi yatamtunza na yataendelea kuliweka kusudi la Mungu ndani ya huyo mtu bila kujali ni vitu gani vimetokea kwake, ni mabaya au mema. Maombi yatatunza kusudi la Mungu. Maombi yatatunza kusudi la Mungu. Kuna watu wametoka kwenye kusudi la Mungu kwa sababu ya shida. Shida. Paulo anasema ni kitu gani kitatutenga na upendo wa Bwana? Je, ni dhiki? Je, ni njaa? Je, ni magonjwa? Anasema yote hayo hayataweza kututenga. Alikuwa anajisemea. Asasikia ziko shida zinamfanya mtu anatoka kwenye kusudi la Mungu kabisa. Toka. Taabu zimebadilisha direction ya huyo mtu. Lakini unapoomba au tunapokaa katika maombi, tunabakia kwenye mpango wa Mungu bila kujali ni hali gani inaendelea. Sema amina. Sema amina. Omba ubakie kwenye kusudi la Mungu. Niombe nibakie kwenye kusudi la Mungu. Mafanikio yanaweza yakatokea, ukashangaa unatoka kwenye kusudi la Mungu. Au shida inaweza ikatokea, ukashangaa unatoka kwenye kusudi la Mungu. Leo tunawaona watu wengi sana walianza vizuri na Mungu, mafanikio yalipoanza kutokea wametoka
They are no longer there. Hawako tena na Mungu. Wanakimbizana na maendeleo, wanakimbizana na mafanikio. Kuta mtu alianza vizuri kabisa, na hii imekuwa changamoto. Tena mema yanawaondoaga watu wengi sana mbele za Mungu. Kila wakati unapigiwa simu, kila wakati unapigiwa simu, unaona kabisa mimi sasa hivi ndo mahala pangu. Kwa hiyo Bwana unaweza ukamsahau kabisa. Lakini maombi yanatunza nafasi na thamani yako mbele za Mungu. Ndio maana Yesu alisema hivi, ombeni msije mkaingia wapi? Majaribuni. Majaribu sio mabaya tu, hata mema yanaweza akawa majaribu. Mema yanaweza akawa majaribu nzuri kabisa. Kuta mtu unaweza ukala vizuri bila shida, navaa vizuri bila shida, nalala pazuri bila shida, na Mungu ukamsahau. Sema Mungu nitakutafuta siku hivi vikiondoka, sasa hivi wakutafute wengine. Mimi niko bie. Kwa hiyo Mungu, hebu wakutafute wengine. Waacha na mimi nikamue nizamu yangu. Kwa hiyo tukitangaza maombi hapa nasema mchungaji, niliomba sana miaka ya nyuma. Huu ni muda wangu na mimi nifutuke. Jamani, nipeni nafasi na mimi nizishughulikie hizi kuku. Kwa nimezimisi. Bwana tusaidie. Wakati sisi tunawahi kanisani, wewe unawahi saluni. Maana hela zipo. Mema yanaweza yakamtoa mtu barabarani, na mabaya pia yanaweza yakamtoa mtu barabarani. Nazungumzia barabara ya kiroho. Yanga mtu alikuwa na bidii, anawahi kanisani, anakimbia. Kumbe kwamba zilizokuwa zinamkimbiza ni shida. Shida zipo, akimbii. Kimbie nyie. Wanakimbia kwa sababu hakuna mkate. Nende nyumbani mwa Bwana, maana vibarua vimekosekana kule. Kimbia nyumbani mwa Bwana. Baba, nipo mbele zako, sema ukutafuta kwa bidii. Bidii unatafuta nini wewe, si ugali? Tafuta kwa bidii, watakuona. Bwana anajua wewe. Ukila wewe ukashiba wewe. Haya unaotufanya ni maweruwe. Hii movie haijakamilika. Hii episode haitakiwi. Anajua wewe ni kwa sababu hauna mkate. Anajua wewe umewahi kanisani kwa sababu alikuzaba kofi. Kazini kule umeambiwa kabisa, ama zako ama zetu, kuna hela imepotea, kwa hiyo kuna hatari ya kufukuzwa kazi. Jana shangaa na simu, pia mchungaji ibada leo haipo. Kumbe ametishwa kule. Hela zimepotea, na ambaye anasadikika ni wao kwenye kitengo chao pale. Alikuwa ndio secretary pale. Anasema ugali usije ukapepea, ni wahi nyumbani mwa Bwana. Kwa tunajua wote tumewahi mtu, jamaa anampenda Mungu. Ujui kilichojificha nyuma ya pazia. Mchungaji anasema behind the scene kuna kitu ameshatangaziwa maumau kule. Tunawafukuza wote kazi. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie mno. Kwa hiyo mema yanaweza akamtoa mtu. Mtu wa namna hiyo unashangaa Mungu anambariki, anamfanikisha. Usimwambie habari ya kanisani. Usimwambie. Hawezi kuelewa masuala ya kanisani. Lakini ni kwa nini? Sio kwamba tusifanikiwe. Mungu anataka tufanikiwe.
ile tukitaka tubaki kwenye kusudi la Mungu, tukiwa tumefanikiwa, tukiwa hatujafanikiwa, tukae katika mkao wa kuishi maisha ya maombi. Kuna mtu anaweza akapata mema akasahau kabisa kwamba kuna siku atakufa. Nasahau kabisa. Anakuwa anaona wengine tu mnakufa kwa sababu hamjayaona maisha. Ila yeye aliyeyaona maisha na ameyapata hawezi kufa. Bwana tusaidie sana. Maombi. Mathayo 6:9-10. Maombi yanakufanya ubakie kwenye kusudi la Mungu. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Huyu ni Yesu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake namna ya kuomba. Nimesema maombi yanakufanya ubakie kwenye kusudi la Mungu. Sasa nawaambia mapenzi yako yatimizwe. Ombeni ili mapenzi ya Mungu yatimizwe wapi? Hapa duniani. Na yale mapenzi ya Mungu yanatimizwa kupitia ninyi wanafunzi. Ili likawa hitaji kabisa ambalo Yesu aliwaelekeza wanafunzi wake namna ya kuomba. Kwamba mapenzi ya Mungu yafanyeje? Kwa hiyo maombi yanakusababisha wewe ubaki kwenye kusudi la Mungu. Twende haraka kwa sababu ya muda. Pointi nyingine, maombi yanamsababisha Mungu ajifunue kupitia huduma yako au kipawa chako. Maombi yanamsababisha Mungu ajifunue kupitia huduma yako au kipawa chako. Matendo ya Mitume 4:29. Hao watumishi wa Mungu, wakina Petro, wakina Yohana na mitume wengine waliosalia baada ya Yesu kuondoka, walipitia mambo mazito kwa sababu ya lile kusudi la Mungu na vile vipawa ambavyo Mungu aliviachilia juu yao. Sasa wako kwenye maombi, wanamuomba Mungu ili Mungu aendelee kujidhihirisha bila kujali mazingira wanaoyapitia katika huduma yao. Maana wakati mwingine walianza kufanya huduma, kikawa ni kigezo cha wao kufungwa, kupigwa, kukataliwa. Lakini wajamaa wakaingia kwenye maombi. Hapa anaomba, anasema, basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Haya yalikuwa ni maombi. Anasema ukawajalie watumishi wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Maana baada ya wao kuingia kwenye kusudi la Mungu, lile kusudi la Mungu alikuleta mkate, lilileta maumivu. Na hiki ndicho mara zote watu tunakitarajia, kwamba atakapoingia kwenye kusudi la Mungu, moja kwa moja nianze kukutana na mkate. No, kuna wakati unaingia kwenye kusudi la Mungu, cha kwanza ni maumivu, ndio ujira wako. Natoka kutumika, alafu unalipwa maumivu, unalipwa matusi. Umetoka kanisani unaenda nyumbani, unafika nyumbani, baada ya kukutana na utukufu wa Mungu kwa namna ulivyokuwa umefikiria, unakutana na mambo ya ajabu. Mtu anasema, kwa namna hii Mungu hakuwa pamoja nami, kwa hiyo sirudi tena, maana ni dalili mbaya. Maana maandiko yanasema yeye anatuwazia mawazo yaliyo mema. Hata katika hilo kuna wazo jema la Mungu. Hata katika hilo. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Tusitafsiri mambo ya Mungu hivi. Nakuta mtu anahubiri injili, anasema hawajaokoka kwa hiyo siendi tena. No. Wefanya.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi yanamsababisha Mungu ajifunue kupitia huduma au kipawa chako. Siku moja niliwahi kusema hivi, tukitaka Mungu ajifunue kupitia vipawa alivyoweka ndani yetu, huduma alizoweka ndani yetu, ni hivi, msingi mzuri wa Mungu kujifunua ni maombi. Asija akatokea mtu hata kama amesoma haya maandiko kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, akaenda vyuo vyote vya theolojia duniani, akawa na PhD na nini, akakufundisha kwa habari ya kupuuza maombi. Usikubali. Huyo ameshiba makande, mwache. Kwa sababu kuna watu wanasoma Biblia wanatoka na mafunuo ya ajabu, mafunuo ya kipepo. Anakuambia maombi ya kufunga ya nini? Sisi ni watoto wa Mungu, hatuna haja kulialia mbele za Mungu. Yesu mwenyewe alisema, tokeni hapa mkajililie ninyi na watoto wenu. Alafu unasema kwamba hakuna kulia. Yesu mwenyewe ametu direct. Yaani ametuelekeza twende tukalie. Yaani maelekezo walipokuwa wanakuja pale msalabani, Bwana wetu, tazama wanavyokupia. Akasema, shut up. Mimi nimeshalia. Ni zamu yenu, hamtakwepa. Tena ondokeni hapa, mwanze mkajililie ninyi. Mnazo taabu zinakuja kwenu. Mkiona zako zimeisha, mlie tena kwa ajili ya watoto wenu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ili mambo yakae vizuri lazima ulie. Bwana huwa ni fundi, huwa anasemaga. Bwana ni fundi. Kuna watu wanatupia maombi, hawajui kwamba naomba shabarabaga. Lazima utafikia kwenye hicho kiwango tu. Lazima. Unakuta mtu anaomba mpaka anaruka, afu wewe unamshangaa, hivi anarukia nini? Subiri. Wanarukaga watu. Mtu anashangaa, maombi tu. Jamaa na ustaarabu. Hivi chizi eti. Takiwa utulie mbele za Mungu unaomba. Andiko anasema ukajifungie kwenye chumba. Uwe sirini. Baba yako wa mbinguni anajua, atakujazi. Kuna wakati hatuna uhakika kama analijua na hili. Wewe umeomba sirini, hamna. Umekaa kwenye kona la kwako mwenyewe, hamna. Kuja ukainama kwenye kiti chako, baba, mtu mwingine asisikie, hakuna. Mwano. Mwano unatokea, baba nione. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, amina. Nakuta mtu anaomba, acha kabisa. Yupo anashughulika, naomba. Kuna vitu anapitia. Kuna mazingira. Alitulia, akanyamaza, ameona hakuna majibu. Huu ni muda wa ile Isaya 54, piga kelele. Piga kelele. Kuna mengine anatokeaga mpaka upige mwano. Kamuulize Bartimayo kipofu. Wasinagogi alikuwepo. Wanaombaomba kistaarabu, hakuna, bado ni kipofu tu. Akasikia Yesu anapita, akasema, hapa ngoja. Leo siombi kama tulivyofundishwa kule. Leo naomba kwa staili nyingine. Jamaa akapiga kelele, Yesu mwana wa nyamaza, huyo ni mtu mkubwa, unamuita kwa nguvu mno. Jamani, amina.
Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujue, yaani maombi ni ya muhimu mno. Ukimwona mtu anafunga na kuomba, anachokifanya pale, anaongeza thamani yake kwa Mungu na anatunza thamani yake kwa Mungu. Usije ukadharau maombi ya kufunga na kuomba. Na mtu akaja na injili nyingine akakuhubiri, akakwambia kwamba hamna kufunga na kuomba. Hakuna. Hata kama akija akakusimanga, tangu umeomba umepata nini? Anakusimanga, ngoja akusimange. Kweli hajakiona, lakini wewe unachokitarajia ni kitu kingine. Na mtu alishiba makande akaja kufundisha sehemu moja. Nasema kwamba ukishakuwa na imani tu, basi haina haja ya kuomba. Au mafundisho hayo yapige teke. Kuomba ni wajibu, kufunga ni wajibu. Na utashangaa shetani usipoomba anatafuna ukiroho wako, lile bubujiko. Mwisho unakuwa kawaida. Unaweza ukaja ibada ile unafika tu, unaanza kupiga story. Hadithi. Mahindi ya mwaka huu. Yaani kuna dumuzi kweli. Muda wa ibada unaenda. Upo umekaa, unakuta ni mama mchungaji kabisa au kiongozi mwinjilisti kule mitaani. Unashangaa umeanza Manchester, mchungaji kabisa. Yamekula, yaani maombi hayamo. Umebaki mwilini. Yaani unaweza wakaja wawili wakasema tuahirishe tu leo ibada, twende nyumbani maana leo watu hawajaja. Ina maana wewe mwenyewe umejiona wewe mwenyewe sio mtu. Sasa wewe ni nani kama watu wenyewe hawajaja? Wewe ni nani? Wewe ni nyau. Mtu anafunga kabisa ibada, watu hawajaja leo, hawajaja. Funga ibada, pendeni tu, watu hawajaja. Ina maana wewe ni nani? Na unakuta kuna watu wawili watatu. Yesu anasema walipo wawili watatu kwa ajili ya jina langu niko katikati yao. Yaani wewe mwenyewe umeona kabisa watu leo hawajaja nafunga. Sijui kama tuko pamoja watumishi wa Mungu. Lakini unapoomba unapewa kujua thamani yako na thamani ya ibada yako. Chochote unachokifanya kwa Mungu unakifanya kwa viwango vile vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya mwisho. Maombi yanabadilisha mambo kiroho na kimwili. Wewe utabadilika kiroho na kimwili unapoomba. Kuna mambo hayatabadilika isipokuwa umefunga na kuomba. Unataka mabadiliko ya kiroho, omba. Unataka mabadiliko ya kimwili, omba. Unataka mtembeo wa Mungu katika maisha yako, omba. Unataka kuona mpenyo katika biashara, katika maeneo yote katika maisha, omba. Tuko pamoja watumishi wa Mungu? Kwa sababu maombi yana uwezo wa kuleta mabadiliko ya kiroho na kimwili. Sio vibaya kujifunza. Kwenda kwa watu kujifunza. Ni vizuri kujifunza. Lakini Yesu alisema jifunzeni kwangu. Ni vizuri kujifunza. Lakini wa kwanza anayetakiwa awe kielelezo chetu sisi kanisa ni Yesu. Mambo yanaweza yakabadilika. Sio tu kwa kutumia system ya ulimwengu. Mambo yanaweza yakabadilika kwa nguvu ya maombi. Jamani, Elia alipotaka mvua isinyeshe aliomba. Elia alipotaka mvua inyeshe aliomba. Unaweza ukabadilisha mambo
kwa nguvu ya maombi, mambo yakabadilika. Walikusudia wamuue Petro, si sawa? Wakamtia gerezani. Maandiko yanasema kanisa likafanyaje? Likaomba. Kanisa lilipoomba, maombi yakabadilisha. Baadaye ya Petro kuuawa, Roho Mtakatifu akamtuma malaika, akamtoa Petro gerezani. Na Petro kama vile anaota, hakuamini kwamba ametoka. Lakini kilichomtoa ni nguvu ya maombi. Kanisa liliomba kwa juhudi. Maandiko yanasema kuna mambo tukiomba, Miracle Center yatabadilika tukiomba. Ndio maana tunaweka msisitizo mkubwa sana kwenye maombi, kwa sababu tunaamini nguvu ya maombi ni nguvu juu ya mamlaka zote. Maombi. Mtu mwingine anasema, ukitaka huduma tumia tu mtandao. No, sio mtandao peke yake. Ngoja nikwambie. Mungu ameanza kufanya kazi kabla ya mitandao kuwepo. Nguvu ya Mungu ipo. Kwa hiyo maombi yanaweza yakabadilisha na yakasababisha kanisa kukua. Alafu kanisa kukua sio wingi wa watu. Kanisa kukua ni utendaji wa kiroho, shughuli za kiroho. Jamani unaposema fulani amekua, sio umri. Unaposema fulani amekua, ni vitu anavyovifanya vinadhihirisha huyu sio mtoto, huyu ni mtu mzima. Vitu anavyovifanya. Kanisa kukua sio tu kiidadi kwamba watu wamekuwa wengi. No, kanisa kukua ni shughuli za Yesu kutendeka kwenye hilo kanisa. Na ndio maana nasema 2 watatu wanapofanya shughuli zangu, nitakuwa katikati yao. Jamani ili wingu lishuke tunapoabudu, sio umati wa watu wepo. Ili wingu lishuke, Yesu awepo. Nimetoa mfano nikawaeleza vizuri hivi. Paulo na Sila walipokuwa gerezani, roho ya sifa iliingia juu yao. Ilipoingia juu yao, wale watu walisifu kwa roho na kweli. Maandiko yanasema wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Maana yake walikuwa hawawajali. Lakini niulize, kilichotokea ni kipi? Kwa sababu hawa walikuwa hawajali, ilizuia nguvu ya Mungu kutembea na ile kusudi la Mungu kutimia juu yao kwa wale wanaosifu. Maandiko yanasema hivi, kadiri walivyoendelea kutia bidii, nguvu ya Mungu ikashuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi yana uwezo wa kubadilisha mazingira, kiroho na kimwili. Kuna watu waliomba peke yao, yani akiwa mmoja tu na Mungu akasikia. Kwa hiyo unaweza ukaomba ukiwa mmoja tu na Mungu akasikia. Unaweza ukasifu ukiwa mmoja tu na Mungu akasikia. Unaweza ukatoa ukiwa mmoja na Mungu akasikia. Unaweza ukahubiri ukiwa mmoja na Mungu akasikia. Kanisa tuko pamoja. Mungu anatufundisha na tuimarisha, tubaki kwenye ule msingi. Kwa sababu watu wengi sasa hivi wanatembea kwa kuangalia mazingira ya nje. Nini kinachoendelea? Nani amenikaribia, nani hajanikaribia, inakuwaje? No. Tufanye kile Mungu amekusudia. Kama kuna mtu ameelewa kitu, nyosha mkono wako juu. Nyosha na mwingine tena, mpigie Bwana Yesu makofi. Naomba tuishie hapo kwa leo. Simama pale ulipo. Yote yanawe, yote yanawe, alipo Yesu yanawezekana. Yote yanawezekana.
yote yanawe alipo yote yanawezekana, yote yanawezekana alipo Yesu, yanawezekana, yote yanawezekana, yote yanawezekana alipo Yesu, yanawezekana, yote yanawezekana, yote yote yanawezekana alipo Yesu, yanawezekana, yote yote yanawezekana alipo Yesu, Yesu, yanawezekana, sema tena yote, yanawezekana, mambo yote yanawezekana alipo Yesu, yanawezekana. Omba pale ulipo. Bwana akupe neema katika maeneo yote, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuinua Bwana. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu wetu, umejaa upendo, umejaa nguvu. Katika kongamano hili tutabaki kama jinsi tulivyo. Roho wako anatusaidia katika mambo yote. Tunakuona ukitenda mema juu yetu, tunakuona ukitusaidia, tunakuona ukituwezesha, tunakuona ukitutia nguvu, tunakuona ukitupigania katika jina la Yesu Kristo. Ee Bwana, unatufundisha ya kwamba matarajio yetu yamebeba hatima yetu na thamani yetu. Ninaomba Roho Mtakatifu tusaidie, bila kujali mazingira tuliyomo, lakini tutembee kwenye neema yako na nguvu zako. O Bwana, tukisikia sauti yako mchana na usiku, ukitutia nguvu na kutuwezesha. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Katika jina la Yesu Kristo tunakuinua ye Bwana. Pokea sifa na utukufu na heshima katika jina la Yesu, amen. Kama kuna mtu ni mgonjwa katikati yetu anahitaji maombi, kabla hatujamaliza, naomba usogee hapa mbele tuombe kwa ajili yako. Alipo Yesu, yanawezekana, yote yanawezekana, Pastor, yote yanawezekana. Kama kuna mgonjwa sogea hapa mbele tuombe. Alipo Yesu, Pastor njoo waombe watu. yanawezekana, Yote wachungaji tuwaombe wanaokuja kuombewa. Yote yanawezekana alipo Yesu, Yesu, yanawezekana, yote yanawezekana, yanawezekana alipo Yesu, yanawezekana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai, naachilia nguvu yako ya uponyaji kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kila aina ya uonevu ndani ya mtoto huyu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, maana kwa kupigwa kwako mtoto huyu amepona. Pokea uzima, nguvu na afya kutoka kwa Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, minyororo iliyomfunga na ikata
naikata, 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 naikata. Ngome zilizojengwa ninazibomoa, ninazibomoa kwa jina la Yesu Kristo, kuanzia kwenye nyayo za mguu wake hadi utosini. Kazi zote za yule mwovu Ibilisi, kila pando usilolipanda ndani yake Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, ninaharibu kazi zote za yule mwovu Ibilisi kwa jina la Yesu Kristo. Moto wake, moto wa Roho Mtakatifu, naachilia moto, naachilia moto. Hauwezi ukastahimili. Enyi magonjwa, hamuwezi mkastahimili, hamuwezi mkastahimili kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Haya, mwachie, mwachie, mwachie kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uzima, nguvu na afya kutoka kwa Bwana. Amen. Asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa mwanzo mzuri, na tunaamini Mungu kuna vitu vikubwa ataendelea kuvifanya katikati yetu. Haleluya. Kwa hiyo kwa wakati huu niombe nikaribishe mtumishi wa Mungu Mama Finanga. Karibu uombe kwa ajili ya kuahirisha ibada. Nadhani nakuona sijakosea. Karibu. Pigie Yesu makofi. Ongeza hatua. Wakati akiwa anaomba kwa ajili ya kuahirisha, wewe pia omba, tamka kitu. Usisahau pia kuombea ratiba ya kesho na siku zinazoendelea. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Twende kuahirisha ibada. Baba, katika jina la Yesu Mungu, tazama naahirisha ibada hii kwa nguvu zako, mamlaka zako. Wewe ni Mungu unayeweza, na mimi tumeweza kufunguliwa juu ya ibada hii. Tunashukuru Bwana wa mabwana kwa uwezo wako na nguvu zako. Nenda kufunika juu ya kila mmoja. Bwana Yesu, funika juu ya kila mmoja. Ukafunike juu ya majaribu yote yanayoinuka juu ya maisha yetu. Tunakata kila roho za mauti, roho za jini, majaribu yote ya kuinuka juu ya maisha yetu. Tunakata kila ajali zote njiani. Nasafisha juu ya kila mmoja. Bwana Yesu, tembea juu ya kila mmoja, ukamgusa, ukamuinua, ukamtangulie, ukashushe moto wako, rehema zako, fadhili zako Bwana wa mabwana. Gusa juu ya kila mtumishi wako Bwana Yesu, gusa juu ya kila wanao wote waliokuja mbele zako Bwana Yesu, tangulia juu ya kila mmoja, ukahudumie juu ya kila mmoja. Tumeanza na wewe na imani tunatamaliza na wewe. Umeanza kufungua juu ya kila mmoja Baba. Asante Bwana Yesu, asante Mungu mwenye nguvu, asante mfalme wa amani, katika jina lako nakushukuru. Amen. Yesu makofi mazuri. Naomba kutoa matangazo machache kwa ratiba ambazo zinaendelea hapa kwenye kongamano. Kongamano limeanza siku ya leo, lakini tunaenda mpaka siku ya Jumapili. Pata tu nafasi yako uketi, ni matangazo tu mafupi, alafu tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na kongamano hili ni kwa ajili ya watu wote wa Miracle Center na watu wote ambao wanaishi katika mji huu au wanaishi katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Maana nikisema wanaoishi kwenye mji huu, sasa wale ambao wanaishi maeneo mengine tunakuwa tumewabagua. Hili kongamano ni la watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaanza na ratiba ya maombi saa 8 kamili mchana. Kwa hiyo kama leo ulichelewa, hebu kesho jitahidi. Bwana Yesu asifiwe. Na niwaombe tu wachungaji na mama wachungaji, muasisitize
wa wale washirika ambao tunao huko kwenye makanisa yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hili kongamano ni kwa ajili ya watu wote, linawahusu. Haleluya. Lakini wewe uliyeko hapa, kwa mafundisho ambayo unayaona siku ya leo, ambayo ni siku ya kwanza, kwa kweli tunamuona Mungu anazungumza na sisi. Mtumie ujumbe mwingine, mwalike mwenzako, njoo na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kesho pia ukaja peke yako. Amina. Njoo na mtu. Kuna marafiki zetu huko mtaani, kuna majirani, kuna ndugu, njoo nao. Ukija na mtu itakuwa ni vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na niombe sisi ambao tumeshafika siku ya leo, saa 8 kamili tunapofika mahali hapa, usiwe mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Hakunaga mgeni mbele za Mungu, si ni kweli?